Na kusalimu katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Shalom mpendwa katika Bwana. Shalom ndugu yangu. Mimi kwa majina naitwa Andy Maji. Kuna neno ambalo nilitaka tuweze kushare siku ya leo, na kwa sababu tunaenda kuanza mwezi wa sita ambao ni June. Mara nyingi huaga naandika kwenye status zangu tu maneno, huaga naandika neno la Mungu pasipo kuongea kitu chochote, lakini nimeona kwamba bado na mzigo mkubwa ambao inabidi niweze kuleta kwenu ili tuweze kushare kwa pamoja. Nikaona sina budi kwamba kwa hii mwezi wa Juni ambao unaoanza tuifanye katika video ili tuweze kupata kidogo ambacho Mungu anachotaka tuweze kufanya katika maisha yetu ya Kikristo, na pia tuweze kushare kwa pamoja neno la Mungu. Kwa muda mrefu sana nilikuwa nikisoma neno la Mungu kupitia kitabu cha Zaburi, na niliweza kujifunza mambo mengi. Na katika mambo hayo mengi kuna baadhi ya vitu ambavyo na mimi nimeona sina budi niweze kushare na wewe Mkristo mwenzangu, kwa changamoto ambao unaopitia, kwa shida ambazo zinazokuandama, kwa ngezi gani hali ambayo ulionayo kwa sasa hivi inakufanya kiasi kwamba unashindwa kupiga hatua katika hali yako ya kiroho. Nikaona sina budi, kwa sababu nimepata kidogo neema hii ya kuweza kufunuliwa na mimi katika kitabu cha Zaburi, nikaona niweze kuleta na wewe tuweze kushare kwa pamoja, ili tuweze kufarijiana, ili pia tuweze kutiana moyo kupitia neno la Mungu, kwa sababu tunapokuwa tunajifunza neno la Mungu inatusaidia sisi kama Wakristo na ambao wasiomjua Yesu Kristo waweze kujifunza mambo mengi, kwa sababu tunapotoa mambo katika Biblia ina maana tunakuwa tunaelewa ni nini Mungu anataka katika maisha yetu. Kuna kitu ambacho nimejifunza na mimi nahitaji niweze kushare na wewe. Basi ili tuweze kuanza na Roho Mtakatifu aweze kutuwezesha, basi tufungue kwa maombi. Baba Mungu, tunasema asante kwa neema hii ambayo umetupa tena tarehe ya leo, tarehe moja hii ya June, tarehe moja hii ya mwezi wa sita. Bwana Yesu, tunasema asante kwa vile umekuwa nasi, umetulinda toka mwezi uliopita, na sasa tumefika katika mwezi huu mpya. Tunahitaji Bwana tuweze kuanza na wewe. Tunahitaji Bwana uweze kutuwezesha, na kitu ambacho tunaanza na wewe Bwana Yesu ni kuweza kushare kwa pamoja kuhusu neno lako. Basi utuwezeshe, na hili neno ambalo unaloleta kwa watoto wako Bwana waweze kulipokea, na Roho wako Mtakatifu aweze kuweka utayari ndani ya mioyo yao, ili Bwana Yesu waweze kujua ni nini inabidi wafanye ili kuweza kukabiliana na matatizo na changamoto ambazo unazozipitia. Bwana Yesu, tutumie sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina lako Yesu Kristo nikiomba, amen. Basi kama nilivyosema ndugu, kwamba kuna mzigo ambao nilikuwepo nao, na nikasema siwezi nikabaki nao mwenyewe. Siwezi nikabaki na hii neema ambayo Mungu amenipa, au mafunuo ambayo Mungu amenipa, kwamba nibaki nao mwenyewe nikashindwa kushare na ndugu zangu. Kwa nini tunaweza tukashare nyimbo, tunaweza tukashare mapicha, lakini tukashindwa kushare neno la Mungu? Nikaona sina budi niweze kuleta kwako. Na jambo ambalo niliweza kujifunza ni kutokana na changamoto muda mwingine ambazo tunazopitia katika maisha. Kuna changamoto ambazo zinazotufanya kwamba tunakuwa watu wenye kukata tamaa. Tunaona kwamba hatuwezi tena. Tunaona kwamba hatuwezi tena kupiga hatua katika maisha. Muda mwingine tunakata tamaa. Muda mwingine kuna watu wanatucheka kutokana na situation ambayo tulionayo. Muda mwingine kuna watu wanatukebei kwa situation ambayo tulionayo. Sasa nakufariji siku ya leo ndugu yangu. Nataka uweze kuchukua hili liwe la kwako, na Mungu uweze kumfanya kuwa tegemeo la maisha yako, ili aweze kukuwezesha na uweze kukuvusha katika hii situation ambayo unayopitia. Najua kuna changamoto nyingi sana katika maisha ambazo zinatufanya kwamba tunaweza kuchekwa na wanadamu wenzetu, tunaweza kuchekwa na majirani, tunaweza kuchekwa hata na ndugu, kwa sababu labda unapitia kitu fulani, labda unapitia changamoto fulani. Kwa hiyo inakuwa hali ya kusababisha wao waweze kukucheka.
Sikiliza, wana wa Israeli walipokuwa wakipitia changamoto yoyote, waliweza kuweka tumaini lao kwa Mungu, na kwa kuweka tumaini yao kwa Mungu waliweza kumwomba Mungu na kumlilia Bwana aweze kuwahurumia. Ndio kitu ambacho nilikuwa nahitaji tuweze kushare kwa pamoja. Ndio neno ambalo nilikuwa nahitaji tuweze kushare kwa pamoja, na neno hiyo ipo katika kitabu cha Zaburi ya 123 mstari wa 3 na wa 4. Kuna neno kubwa hapo katika hiyo Zaburi ya 123 mstari wa 3 na wa 4. Kuna neno kubwa ambayo inaleta tafsiri nzima ya kichwa cha habari ambacho tulichonacho, kichwa cha neno letu ambalo tulionayo, yani theme yetu, ndio inaleta tafsiri kubwa ya kitu ambacho nilikuwa nahitaji kwamba mimi na wewe tuweze kushare, ili tuweze kufarijiana kwa pamoja, ili tuweze kuleta hamasa kubwa katika imani yetu na nini ambacho Mungu anataka tuweze kufanya. Sikiliza, wana wa Israeli walipokuwa wakipanda katika mlima, mlima ilikuwa ni changamoto ambayo walikuwa wakipitia. Na katika hiyo changamoto ambayo walikuwa wakipitia, walikuwa wakidharauliwa. Muda mwingine walikuwa wakiulizwa, yule Mungu ambaye mnayemwamini yuko wapi? Muda mwingine walikuwa wakichekwa. Yani watu walikuwa wanawatania kwa dharau na kibei. Lakini kitu ambacho kilichonifurahisha kwa wana wa Israeli ni kwamba wao hawakukimbilia kwa wanadamu, hawakuweka tumaini yao kwa mtu yoyote, bali waliweza kuweka tegemeo lao katika Bwana. Na walipoweka tegemeo lao katika Bwana, Mungu aliwawezesha na aliweza kutenda mambo na miujiza katika hiyo safari ambao walikuwa wakipitia. Wana wa Israeli zaidi walihitaji huruma ya Mungu ili Mungu aweze kuwasaidia katika hiyo hali ambao walikuwa wakipitia. Ndio maana najua watu wengi sisi, najua Wakristo wengi, najua ndugu, waga muda mwingine tunapitia katika mambo magumu zaidi. Tunapitia katika changamoto ambazo zinashusha imani yetu. Lakini kupitia huruma yake Mungu, kupitia maombi yetu kwa Mungu, inaweza kutufanya kwamba Mungu akaja akaweka kikomo katika hiyo changamoto ambayo umepitia. Ni wewe mwenye mamlaka, ni wewe una uwezo pia wa kumsihi Bwana kwamba aweze kukuwezesha ili hiyo situation ambayo umeipitia isijitokeze tena. Sikiliza, kuna na mchungaji ambaye ni baba yangu, anaitwa mchungaji wa Lumona, huaga ananifundisha na kuambia kwamba sisi wa Kristo imani ambayo tulionayo hatuitumii ipasavyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi sio watu wa imani ambayo iko strong zaidi. Lakini tungekuwa tunatumia imani ambayo tulionayo, na kuambia zaidi tungefanya miujiza zaidi, tungevuka katika kila situation ya maisha. Ina maana sisi imani yetu tunaiweka tu katika kusoma na kukalili, lakini tunashindwa kuiweka katika action. Nataka nikutie moyo siku ya leo katika hizi habari ambazo tutakazojifunza siku ya leo, ili neno ambalo tunalojifunza au ili neno ambalo tunalolileta kwako, tunalolishia kwa pamoja, uweze kuliweka katika matendo sasa. Na naamini kabisa Mungu hata kuacha. Na unaposema kwamba Mungu imetosha, ina maana unamaanisha kwamba Bwana, sihitaji tena hiki kitu ambacho kinachojitokeza katika maisha yangu. Sihitaji tena hii kilio ambayo inayotokeza katika maisha yangu. Sihitaji tena Bwana hizi dharau zinazojitokeza katika maisha yangu. Wamenifanya mtu wa mzaha, wamenifanya mtu wa kunitania kwa dharau Bwana. Sasa nataka Mungu kwamba uweze kustopisha hii hali, kwamba sasa Bwana imetosha.
tuweze kujifunza kupitia hao wana wa Israeli. Katika hiyo Zaburi ya 123 mstari wa 3 na 4 ambao unasema, uturehemu he Bwana, uturehemu sisi. Wana wa Israeli wanamwambia Bwana, wana wa Israeli wanamwambia Bwana kwamba aweze kuwarehemu. Na katika kuwarehemu kwao ni kwa sababu walikuwa wanahitaji huruma ya Mungu. Wanasema, kwa maana tumeshiba dharau. Hiyo ndio neno kubwa ambalo tutakaojifunza siku ya leo. Wana wa Israeli wamesema kwa maana tumeshiba dharau. Kwa nini walitaka Mungu awarehemu? Walitaka Mungu aweze kuwarehemu ni kwa sababu walikuwa wameshiba dharau. Mstari wa 4 unasema, nafsi zetu zimeshiba mzaa na wenye raha na dharau ya wenye kiburi. Neno kubwa ambalo lilioko hapa ni neno tumeshiba. Kwa nini wana wa Israeli walikuwa wanahitaji rehema za Bwana? Ni kwa sababu, kwa nini wana wa Israeli walikuwa wanahitaji pia huruma ya Bwana? Ni kwa sababu walikuwa wameshiba dharau, na pia walikuwa wameshiba mzaa wa wenye raha, na pia walikuwa wameshiba dharau za wenye kiburi. Neno kushiba, naweza nikasema kidogo katika Kiingereza inasema maana, yani meaning ya neno kushiba kwa Kiingereza inasema it's a verb that means to be full, to be satisfied after eating. Unaona, neno kushiba ngezi inasema, yani ina maana mtu anakuwa yuko full, hahitaji tena kitu kingine cha ziada. Kwa hiyo wana wa Israeli walipokuwa wakisema kwamba Bwana tumeshiba dharau, ina maana sasa walikuwa hawahitaji tena dharau ya aina yoyote ile. Ina maana walikuwa wakimwambia Mungu, uturehemu Bwana, hii dharau ya hao watu imetosha sasa Bwana. Imetosha sasa Bwana. Imetosha sasa Mungu. Hizi dharau zimetosha. Mzaa, hizi kebei Bwana zimetosha sasa. Wametucheka sana Bwana. Wametudharau sana Bwana. Sasa imetosha. Wametuongelea mambo mengi sana Bwana. Na pia wanatuuliza kwamba Mungu wenu yuko wapi? Sasa Bwana, imetosha. Wana wa Israeli walipokuwa wakipata shida yoyote, kama nilivyojifunza katika kitabu hiki cha Zaburi, walikuwa wakimkimbilia Bwana. Ina maana tegemeo zima ya maisha yao na katika safari yao hiyo walikuwa wakimkimbilia Bwana na wakiweka tumaini yao kwa Mungu. Sikiliza nikwambie, mimi na wewe hatuna tofauti na wana wa Israeli, kwa sababu walikuwa na damu na nyama kama sisi, na sisi hivyo hivyo tuna damu na nyama na maji kama wao vile vile. Mungu wa kipindi kile ndio Mungu wa sasa hivi. Habadiliki kamwe na hajawahi kubadilika. Huyo Mungu anatutaka sisi tuje kwake na mizigo ambayo tulionayo ili aweze kututua. Mara nyingi tumekuwa ni Wakristo tu wa kusikiliza neno lake. Tumekuwa tu ni Wakristo wa kwenda kanisani, lakini kuweza kuweka katika matendo yale ambayo tunayoyasikia, lakini kuweza kuyaweka katika matendo yale ambayo tunayoyasikia, tunashindwa. Ndio maana muda mwingine mambo yanakuwa yanatuzidia, tunakosa sehemu ya kuweza kupata solution. Na kusi ndugu yangu, siku ya leo unapokuwa unatafakari na mimi neno hili, na kusi kabisa, mwezi wa 6 unavyoanza, anza na hii ya kuweka tumaini yako kwa Bwana na kumwambia Bwana, sasa imetosha.
Kwa sababu unapoweka tumaini yako kwa Mungu, jambo lako linakuwa linajadiliwa na Mungu peke yake. Ndio maana anaposema katika neno lake kwamba inabidi tuongee naye kwa siri, kwa sababu ni baba yetu wa mbingu, anasikia maombi yetu. Alikuwa akimaanisha kwamba jambo letu tunapolileta kwake, jambo letu linakuwa linajadiliwa sirini mbinguni. Angalia ukubwa wa jambo lako kuweza kujadiliwa mbinguni na Bwana wetu Yesu Kristo, kuliko uweze kuweka tumaini lako kwa wanadamu ambao wanaweza wakakutangaza na ikija kukurudia na kukatisha tamaa na kurudi nyuma. Na kusi mpendwa katika Bwana, mwambie Bwana, sasa inatosha. Mwambie Mungu, sasa imetosha. Nimeshiba dharau za watu. Bwana, nimeshiba kulia. Bwana, nimeshiba watu kunicheka. Nimeshiba kukaa nyumbani pasipokuwa na kazi. Ina maana uhitaji tena ndugu yangu. Ina maana utaki tena hii mwezi uweze kuisha, kwa sababu kebei umeshazila za kutosha, dharau umeshazila za kutosha, kukaa nyumbani umeshazila za kutosha. Sasa unamwambia Bwana, nimeshiba Bwana, sihitaji tena. Ndio neno ambalo limenigusa katika kitabu hiki cha Zaburi. Hiyo neno kushiba, ina maana walikuwa wametosheka kabisa, na wakamlilia Bwana, na wakamlilia Bwana kwa huruma zaidi, na Mungu akaweza kuwasikiliza wana wa Israeli. Naweza kukutia moyo tu ndugu yangu, hakuna kinachoshindikana kwa Bwana Yesu. Ni kwako tu wewe, ni unayo imani kiasi gani kwa Bwana Yesu, au unaweka imani yako kiasi gani kwa Bwana Yesu ili aweze kukutoa katika situation ambayo ulionayo sasa hivi. Mwambie Bwana Yesu, imetosha. Nenda ukamlilie aweze kukuonea huruma, na naamini kabisa Bwana Yesu hajawahi kumwachilia mtu, wala hajawahi kumwangusha mtu. Pale tu ambako tunapoleta shida zetu kwake, yeye usikiliza na kuweza kutujibia. Acha kulia kwa wanadamu. Weka tumaini lako na tegemeo lako kwa Bwana Yesu, hataweza kukusaidia. Mwambie sasa imetosha. Mwambie sasa, ili ninalopitia Bwana, nimeshiba, nimechoshwa sasa. Nahitaji sasa uweze kunisaidia. Ina maana sasa unahitaji sasa msaada wa Mungu zaidi katika maisha yako. Ni uzito ambao niliokuwa nao, ni mzigo ambao nilikuwa nikibeba, nikasema nawezaje kufikisha kwa watu wa Mungu. Na nashukuru kwa vile nimepata neema hii siku ya leo ya kuweza kuileta kwako ndugu yangu. Soma katika hiyo kitabu ya Zaburi ya 123 mstari wa 4, mstari wa 3 na wa 4. Utaweza kuelewa vizuri, utaweza kuelewa hata atakunizidi mimi. Utaweza kuelewa ngizi gani Mungu anatutaka sisi tuweze kuja mbele zake, kwamba tuweke tumaini na mategemeo yetu 100% kwake. Ndio kosa pekee ambalo sisi wa Kristo uwaga tufanye, ile ya kuweka tegemeo ya Mungu, ya kuweka tegemeo kwa Mungu 100%. Siku ya leo usiondoke tu ukasikiliza pasipo kuingia katika fanya tendo sasa, na tendo la kufanya ni kwenda kumuomba Mungu. Yaani ina maana unasikiliza alafu unaenda kufanyaje? Unaenda kumuomba Mungu. Ndio itakuwa ni tendo lako la kuweza kufanya ili Mungu aweze kukushindia. Aweze kukushindia hiyo situation ambayo unaopitia. Mfalme Daudi anasema katika kitabu cha Zaburi ya 142 mstari wa 1 na wa 2 ambao unasema, tutaweza kusoma kidogo, ambao unasema, kwa sauti yangu nitamlilia Bwana, kwa sauti yangu nitamwomba Bwana dua. Mstari wa 2, nitafunua mbele zake malalamiko yangu.
shida yangu nitaitangaza mbele zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia ngezi Daudi anavyosema kwamba nitafunua mbele zake, mstari wa 2, nitafunua mbele zake malalamiko yangu. Yani atakuwa muwazi mbele za Bwana. Kwa nini wewe unashindwa kuwa muwazi mbele za Bwana? Unapata muda wa kuongea tu na binadamu, unapata muda wa kuongea na watu, shida zako unashindwa kuzileta kwa Bwana, lakini wewe shida zako zaidi unazipeleka kwa watu. Ni Mfalme Daudi ambaye amesema nitafunua mbele zake malalamiko yangu. Yani anakuwa muwazi mbele za Mungu. Lakini wewe unaenda kuwa muwazi mbele za wanadamu ambao wanaenda kukutangaza, na jambo lako likitangazika inakuwa ni hali ya kukuvunja moyo. Nenda kwa Bwana ambaye ni wasirini. Mungu wetu ni Mungu wasirini. Ni Mungu wasirini. Hawezi kumwambia jambo lako mtu yoyote. Malalamiko yako ukiyapeleka kwake, yeye analeta solution. Lakini haleti umbea. Unaona tofauti ulioko kwetu kwa wanadamu na Mungu? Kwamba ukileta malalamiko yako kwa Bwana, yeye analeta solution. Lakini ukileta malalamiko yako kwa wanadamu, wanakutangaza, wanakufunua mbele za wanadamu wenzio. Lakini inakuwa shida. Inakufanya kwamba unaweza ukata tamaa na kujisikia vibaya. Kwamba imetosha. Mwambie Bwana Yesu, hizi shida zimetosha. Bwana, nimeshiba sasa, nahitaji uweze kunirehemu. Anza sasa, anza huu mwezi wa 6. Na hili nakwambia, you won't be disappointed. Nakwambia kabisa, hautakuwa disappointed kabisa. Fanya hivi kwa imani kabisa. Usisikilize tu ndugu na kusii. Usisikilize tu. Weka neno la Mungu katika tendo la kumwomba Mungu. Sikiliza, Mungu anapokuwa anasema kwamba yeye sio muongo wala sio mwanadamu, wala hawezi kuenda kinyume cha neno lake. Na tukikumbuka kwamba neno hili ni Mungu mwenyewe ndio aliwapa watu uwezo wa kuweza kuandika hii neno. Ina maana hii ni neno lake mwenyewe. Sasa unapokuwa unaisoma, ni siri tu ambayo nataka nikupe. Unapokuwa unasoma neno la Mungu, ina maana unakuwa unajua ni kitu gani ambacho Mungu anasema. Na unapokuwa unajua kitu gani Mungu anachosema, ukienda mbele zake kwa kumwambia neno lake linavyosema, ndugu yangu, itakuja ni majibu ambayo ni positive, kwa sababu Mungu hawezi kwenda kinyume na kile ambacho alichosema. Kwa sababu akienda kinyume na alichosema, ataonekana muongo, na Mungu hawezi kuonekana muongo hata siku moja. Chukua hatua ya imani na uweze kuwa na tabia pia kuweza kujifunza neno la Mungu. Soma Biblia na uweke katika matendo. Na mimi naamini kabisa huu mwezi wa 6 hautaisha kabisa ndugu yangu na hujapata solution, na hujapata majibu kutoka kwa Bwana Yesu. Ni wewe tu. Yaani katika hiyo situation ambayo unayopitia, ni wewe tu na Mungu. Ni wewe tu kuweza kuyaleta kwa Mungu. Ndio shida tu ambayo iliyopo. Ndio shida tu ambayo iliyopo. Yaani ni kitu tu cha wewe kuweza kukileta kwa Bwana. Nikupe nyingine ambayo mchungaji wangu ambaye ni baba yangu ananifundisha, ananiambia kwamba wanadamu wakati tuna muda mwingi wa kupiga story lakini kuhusu maombi tunaona uvivu. Wakati hiyo story ambayo tunaongeaga na wanadamu wenzetu, hivyo tunaweza tukaenda kuchukua ule muda mwingi wa kupiga story na wanadamu, na tukachukua muda pia wa kwenda kuongea na Mungu. Ni vile tu. Na ukaenda kuongea na Mungu, lakini tunakuwa wavivu. Ndio maana hata neno la Mungu na mwingine hatusomi. Ndio maana tunashindwa hata kumueleza Mungu ni nini anachosema, na maisha yetu yanakuwa magumu. Mwambie Bwana kwamba imetosha. Mwambie Mungu
kwamba umeshiba na shida ambazo unazopitia, na naamini kabisa mwezi huu wa 6 hautaisha na Bwana hajatenda jambo katika maisha yako. Kama imekupendeza, unaweza ukashare. Kama imekupendeza, unaweza ukatoa neno la baraka na Mungu pia aweze kukubariki. Basi mtu wa Mungu, kwa hili naomba basi tuweze kuomba na kufunga kwa maombi. Baba Mungu, tunasema asante kwa muda huu ambao watoto wako umeweza kutubariki na kutuwezesha kuweza kushare kuhusu neno lako. Baba, umetuambia katika neno lako kwamba inabidi tuje mbele zako na tuweke tumaini la maisha yetu kwako, ili uweze kuwa majibu ya maombi yetu. Baba, kwa yoyote yule ambaye amesikia neno hili, Baba, uweze kuweka utayari ndani ya moyo wake, ili Mungu, chochote ambacho tumeweza kushare siku ya leo kupitia neno lako liwe solution ya hiyo situation ambayo anayopitia. Bwana, wafungulie milango yako ya baraka. Bwana, wakomeshe hizo dharau, wakomeshe hizo shida ambazo wanazopitia. Labda inaweza kuwa ni shida ya magonjwa, Bwana Yesu. Labda inaweza kuwa ni shida ya mahusiano. Labda inaweza kuwa ni shida katika ndoa zao. Labda inaweza kuwa ni shida ya kiuchumi. Labda inaweza kuwa ni shida ya vitu vingi ambao watoto wako wanapitia. Bwana Yesu, ni kwa imani sasa watoto wako wanasema inatosha Bwana. Inatosha Mungu wetu. Inatosha sasa. Bwana, nenda ukawe solution sasa katika mambo yao yote. Ni kwa imani Bwana Yesu, naamini kwamba utawagusa watoto wako kila moja na kuwapa moyo wa kuweza kujifunza kuhusu neno lako ambao ni wewe. Baba, mimi nasema asante kwa yote, ni katika jina lako Yesu Kristo tukiomba. Amen. Mungu aweze kukubariki mtu wa Mungu.